Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Ni furaha kubwa kukaribisha katika taarifa yetu ya asubuhi ilikuwa tarehe 21 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya asubuhi leo tangazia leo usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maendeleo ya kisiasa nchini, habari za afya kuhusu mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola pamoja na matukio ya kijamii, kiuchumi na michezo. Tutakuletea pia taarifa kuhusu mabadiliko ya kiutawala katika Kivu Kaskazini, hatua mbalimbali za kuimarisha amani na usalama nchini pamoja na ushindi wa Tepe Mazembe katika ligi kuu ya Kongo. Basi endelea kuwa pamoja nasi kupitia Kivu News Info, sauti ya habari za kweli na habari za wananchi. Mimi ni Tereje Longo na kukaribisha kufuatilia taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 21 Juni mwaka 2026. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile ningekuomba na kusifu kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kulingana anasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi karibu tuanze taarifa yetu ya asubuhi ya tukiwa pamoja. Msimamizi wa wilaya Fizi Sami Kalonji Badibanga ameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota katika eneo la Minembwe, kwa kutoa wito kwa wakazi wa wilaya kuendelea kuishi kwa amani, mshikamano, kuepuka migawanyiko ya kijamii na wakati huu wa mapigano yanayoendelea. Kwa mujibu wa kiongozi wa wilaya, mapigano haya yanaripotiwa katika maeneo yanayozunguka Minembwe kati ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC/M23 pamoja na kundi la Red Tabara kutoka Burundi dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaloungwa mkono wa wazalendo, endelea kusababisha madhara makubwa kwa raia. Sami Kalonji Badibanga amesema kuwa hasara kubwa zinaendelea kuonekana katika sekta ya kibinadamu, ambako mamia familia zimelazimika kuondoka katika makazi yao kutokana na mapigano makali yanayoshuhudiwa katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wake, wananchi wengi waliokimbia mapigano wanatoka katika maeneo mane ambayo lirejeshwa chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maeneo ni pamoja na Bindegu, Jeafi, Ilundu pamoja na Kitavi. Raia wameelekea katika kichocho cha Minembwe wakitafuta usalama baada ya kuasiriwa na mapigano endelea katika makazi yao. Wengi wao wameondoka bila chakula, mavazi wala mali zao, huku wengine wakitembea umbali mrefu pamoja na watoto na wazee. Kiongozi wao amesema kuwa hali ya kibinadamu katika Minembwe endelea kuwa ya kutia wasiwasi kutokana na ongezeko la watu wanaokimbia makazi yao. Mahitaji ya chakula, maji safi, dawa za na makazi yanaongezeka, huku familia nyingi zikikosa msaada wa kutosha. Ameeleza kwamba wakazi wengi waliokimbia mapigano endelea kuishi katika mazingira magumu, huku wakisubiri kurejea kwa hali ya usalama katika maeneo yao. Kwa siku za hivi karibuni mapigano endelea kusikika katika maeneo mbalimbali yanayozunguka Minembwe, aliyoongeza hofu kwa wakazi na kusababisha watu wengi zaidi kuondoka katika vijiji vyao. Sami Kalonji Badibanga amesema kuwa hali ya sasa inahitaji juhudi za pamoja ili kuwasaidia wananchi walioathiriwa na mapigano pamoja na kuimarisha usalama katika eneo hilo. Katika ujumbe wake kwa wananchi wilaya ya Fizi, kiongozi huyo ametoa wito kwa kudumisha amani, mshikamano na kuishi pamoja kati ya jamii mbalimbali zinazoishi katika eneo hilo. Alisema kuwa licha ya changamoto zinazotokana na mapigano, wananchi wanapaswa kuendelea kuimarisha uhusiano mwema na kuepuka vitendo vinavyoweza kuongeza migawanyiko au chuki kati ya jamii. Kwa mujibu wake, kipindi hiki kinahitaji wananchi kuweka mbele maslahi ya amani na kuendelea kujenga umoja ili kulinda maisha ya raia na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Amesisitiza kwamba kuishi pamoja kwa amani ni msingi muhimu wa kurejesha utulivu katika wilaya ya Fizi na maeneo mengine yaliyoathiriwa na migogoro. Wakati huo wale usalama katika maeneo ya Minembwe endelea kufuatiliwa kwa karibu, huko operesheni za kijeshi ikiendelea katika baadhi ya maeneo ya milima inayozunguka mji huo. Tangu tarehe 16 Juni, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kudhibiti baadhi ya maeneo ya kimkakati ya Minembwe ikiwemo Bidegu, Jeafi, Lundu na Kitavi. Hatua imekuja wakati ambako mapigano yanaendelea kuripotiwa katika maeneo kadhaa ya eneo hilo. Kwa sasa wananchi wengi wa Minembwe na maeneo jirani wanaendelea kuishi katika hali ya tahadhari, wakitumai kurejea kwa amani na usalama ili waweze kurudi katika makazi yao na kuendelea na shughuli zao za kila siku. Ni katika mazingira hayo ambako mamlaka za wilaya Fizi yanaendelea kutoa wito kwa jamii zote kuendeleza mshikamano, kuishi kwa amani na kushirikiana katika kulinda umoja wa wananchi wakati huu wa changamoto za kiusalama katika eneo hilo.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekabidhi rasmi zaidi ya silaha 12 pamoja na risasi na vifaa vingine vya kijeshi kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya silaha hizo kukamatwa kutoka kwa wanamgambo wa Mobondo. Shughuli hiyo ilifanyika siku ya jana Jumamosi tarehe 12 Juni mbele ya viongozi wa serikali, maafisa wa jeshi pamoja na wawakilishi wa jamii mbalimbali zinazopatikana katika maeneo yaliyodhibitiwa na machafuko ya kundi hilo la Mobondo. Akizungumza katika hafla hiyo, waziri mjumbe anashughulikia masuala ya wapiganaji wa zamani ndani ya Wizara ya Ulinzi, Eliezer Tambwe, alisema kuwa hatua hiyo ni matokeo ya juhudi za serikali katika kurejesha amani katika eneo la Grand Bandundu pamoja na mji wa Kinshasa. Alieleza kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi alimpa jukumu la kushiriki katika mchakato wa kurejesha amani na kuhamasisha wapiganaji kuacha silaha na kurejea katika maisha ya kawaida. Waziri alitoa pongezi kwa wale waliokuwa na mgambo wa Mobondo ambao walikubali kuacha vita na kujiunga na mchakato wa kurejea katika jamii hii. Alisema kuwa uamuzi wao ni ishara kwamba amani inawezekana na kwamba njia ya mazungumzo inaweza kuleta suluhisho la kudumu. Hata hivyo, Eliezer Tambwe alitoa honyo kwa wapiganaji ambao bado wanaendelea kujificha misituni na kukataa kuitikia wito wa serikali. Amesema kwa mamlaka zitaendelea kufanya juhudi za kurejesha usalama na kushawishi wale ambao bado hawajaweka silaha zao chini. Kwa upande wake, makamu waziri mkuu na waziri wa ulinzi wa taifa Guy Kamombo Mwandiavita, ambaye alitoa rasmi silaha hizo kwa niaba ya mkuu wa majeshi ya FARDC, alisema kuwa silaha zilizorejeshwa ni ishara ya kupungua kwa vitisho vya kiusalama katika maeneo yaliyoathiriwa na kundi la Mobondo. Alisema kwamba kila silaha inakabidhiwa kwa jeshi na wakilisha maisha ya mwananchi yaliokolewa, familia zilizolindwa na vijiji vilivyorejeshwa katika hali ya usalama. Kwa mujibu wa Guy Kamombo Mwandiavita, kundi la Mobondo lilisababisha hofu na machafuko katika baadhi ya maeneo ya Grand Bandundu kwa muda mrefu, jambo lilisababisha vifo, uharibifu wa mali pamoja na kuhama kwa wananchi. Aliongeza kuwa kukamatwa kwa silaha hizo ni ujumbe mzito kwa watu wote wanaoamini kwamba matumizi ya nguvu na vurugu ndiyo njia ya kutatua matatizo. Makamu waziri mkuu anasisitiza kuwa jeshi la FARDC linaendelea na operesheni zake hadi pale vitisho vyote vya usalama vitakapomalizika katika sehemu hizo zote za nchi. Na makamu waziri mkuu waziri wa mambo ya ndani Jacquemain Shabani alipongeza Eliezer Tambwe kwa juhudi zake katika kutafuta suluhisho la amani. Alihimiza kuendelea na kazi hiyo na kuhakikisha kuwa hali ya usalama inaimarika katika maeneo ya Grand Bandundu, Kongo Central na jiji la Kinshasa. Jacquemain Shabani alisema kuwa serikali itaendelea kutoa msaada wa ushirikiano kwa juhudi zote zinazolenga kuondoa makundi yenye silaha na kurejesha utulivu nchini. Silaha zilizokabidhiwa kwa FARDC zinajumuisha makombora ya kurushia roketi, magurumeti, bunduki na AK-47 pamoja na risasi na vifaa vingine vya kivita. Mamlaka zinasema kuwa silaha hizo sasa ziko chini ya jeshi la taifa kwa mujibu wa jukumu lake la kulinda mipaka na kuhakikisha usalama wa wananchi. Katika hafla hiyo pia kulikuwepo baadhi ya viongozi wa zamani wa kundi la Mobondo pamoja na wakilishi wa jamii za Teke na Yaka ambao walieleza kuunga mkono juhudi za serikali katika kurejesha amani. Walisema kwa wananchi wa maeneo yaliyoathiriwa na migogoro wanahitaji usalama, maridhiano na kuimarishwa kwa mshikamano ili kuzuia kurejea kwa vurugu. Kwa miaka hivi karibuni, machafuko yaliyohusishwa na kundi la Mobondo yamesababisha vifo vya watu wengi, uharibifu wa mali pamoja na kuhama kwa maelfu ya wananchi katika maeneo ya Grand Bandundu, Kongo Central na baadhi ya maeneo ya Kinshasa. Hatua kukabidhiwa kwa silaha hizi kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonekana kuwa sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha usalama na kuhamasisha wapiganaji waliobaki kuweka silaha zao chini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kusisitiza kuwa njia ya amani, mazungumzo na maridhiano ndiyo suluhisho la kudumu la mgogoro unaendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi, huku jeshi likiendelea na jukumu lake la kulinda raia na kurejesha utulivu. Maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mkutano wa kitaifa Maaskofu Katoliki wa Kongo Senko wameeleza tena msimamo wao wa kutaka kuheshimiwa kwa katiba ya mwaka 2006, wakisema kuwa ndio msingi wa amani, utulivu na umoja wa taifa. Kauli hiyo imetolewa mwishoni mwa mkutano mkuu wa dharura wa maaskofu uliofanyika mjini Kinshasa kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 12 Juni, ambako viongozi hao wa kidini walijadili hali ya kisiasa, kijamii na kiusalama inaendelea nchini. Ujumbe wa mwisho wa mkutano ulisomwa na katibu mkuu wa Senko
Monseigneur Donatien Shole ambaye alisema kuwa kanisa Katoliki ndani ya Kongo inaendelea kutetea kwa muda mrefu heshima ya katiba kama nguzo ya amani ya kudumu. Maaskofu wanasema kuwa kuheshimiwa kwa utaratibu wa katiba ni jambo muhimu katika kulinda taasisi za taifa na kuzuia migogoro ya kisiasa ambayo inaweza kuhatarisha mustakabali wa nchi. Katika tamko lao viongozi wa kanisa wamemtaka Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu kiapo alichokikula mbele ya Mungu na taifa wakati alipoingia madarakani. Kwa mujibu wa maaskofu, rais aliahidi kuheshimu na kulinda katiba ya mwaka 2006 na kwamba hatua yoyote na kiuka ahadi hiyo inaweza kubeba wajibu wa kihistoria na kibinafsi. Senko imeeleza kuwa viongozi wa taifa wana wajibu wa kulinda misingi ya kidemokrasia ambayo ilipatikana baada ya miaka mingi ya migogoro na mzunguko wa kisiasa. Wakati huo maaskofu wameagiza mapadri wa tawa na wawalaka wa kichungaji katika maeneo yote nchini kueneza ujumbe huo kwa waumini pamoja na wananchi wengine. Lengo la hatua ni kuwahamasisha wananchi kuelewa umuhimu wa katiba na kuhamasisha ulinzi wa misingi ya kikatiba. Maaskofu wameonya kuwa kunaweza kutangaza hatua nyingine katika siku zijazo ikiwa hali itaendelea kuzua wasiwasi. Katika ujumbe wao wameeleza kuwa watarejea kwa wananchi kwa wakati unaofaa ili kutangaza hatua za vitendo ambazo zinaweza kuchukuliwa. Kwa wananchi wa Kongo, Senko inawataka kuwa macho na kupinga kwa njia za kisheria na zamani juhudi zote zinazolenga kubadili vipengele vya katiba ambavyo haviwezi kubadilishwa. Maaskofu wamekumbusha ujumbe wao kwa awali na wa kiuchungaji ambako walihimiza wananchi kutazama mustakabali wa taifa na kuchukua jukumu la kulinda nchi yao. Kwa mujibu wa viongozi wa kanisa, hali ya nchi inaendelea kuwa ngumu katika nyanja mbalimbali na wananchi wanapaswa kushiriki kikamilifu katika kujenga mustakabali wa taifa. Wamesema kuwa ikiwa wananchi hawatachukua jukumu lao, hatari ya kuharibiwa na mustakabali wa taifa inaweza kuwa kubwa kwa vizazi vijavyo. Senko imeutaka jumuiya ya kimataifa kuheshimu na kusaidia kuheshimiwa kwa ratiba ya Kongo pamoja na makubaliano ya mazungumzo mbalimbali yanayolenga kurejesha amani nchini. Kwa upande mwingine, maaskofu wameeleza kuwa sababu zinazotolewa na baadhi ya wanaunga mkono mabadiliko ya katiba sasa zinaonekana wazi. Kwa mujibu wa Senko, baadhi ya watetezi wa makubaliano hayo wanaonekana kutaka kufungua uwezekano wa muhula mwingine wa urais na wa rais aliyepo madarakani. Maaskofu wanaamini kuwa hatua hiyo inaweza kuvunja makubaliano ya kisiasa na inayowezesha kupatikana kwa katiba ya mwaka 2006 baada ya miaka mingi ya migogoro na machafuko nchini. Wamekumbusha kuwa katiba ni matokeo ya maridhiano ya kitaifa yanayolenga kujenga amani na kuimarisha taasisi za nchi baada ya vipindi virefu vya vita na migogoro. Viongozi wa kanisa wameeleza wasiwasi wao kuhusu sheria inayohusu maandalizi ya kura ya maoni. Kwa mujibu wa maoni yao, sheria hiyo inaweza kufungua njia ya kura ya maoni, inaweza kuathiri baadhi ya vipengele vya katiba ambavyo vinalindwa na kifungo cha 202. Senko anasema kwa kifungo hicho ni ngome muhimu na ulinda demokrasia na kuzuia kurejea kwa utawala wa mabavu. Maaskofu wanaamini kwa kulinda kifungo hicho ni kulinda misingi ya jamhuri na kuhakikisha kuwa madaraka hayapewi mikononi mwa mtu mmoja au kundi fulani. Hata hivyo, upande wa bunge na wengi bungeni wanaeleza kuwa pendekezo la sheria linalojadiliwa ilengi kubadilisha katiba bali kuweka mfumo wa kisheria wa kura ya maoni. Kwa mujibu wa bunge yao, sheria hiyo inalenga kumpa wananchi nafasi ya kujieleza kuhusu masuala makubwa ya kitaifa. Pendekezo la sheria liliwasilishwa tarehe 14 Disemba mwaka 2024 na mbunge Paul Gaspari ambaye anasema kuwa lengo lake ni kuziba pengo la kisheria kuhusu uandaji wa kura ya maoni. Kwa mujibu wa waandishi wa sheria hiyo, hatua hiyo inalenga kuanisha sheria masharti yaliyopo katika katiba ya sasa. Wakati mjadala ukiendelea, upinzani wa kisiasa unaendelea kuonyesha kutokuridhishwa na mwelekeo wa mijadala hiyo. Muungano wa upinzani C64 uliandaa maandamano mbele ya jumbe la bunge mjini Kinshasa kuanzia siku ya mji kufungwa ulioandaliwa na baadhi ya makundi ya kisiasa. Maandamano mengi ya kisiasa yanatarajiwa kufanyika tarehe 8 Julai ijayo, huku mjadala kuhusu katiba ukiendelea kuzua maoni tofauti katika medani ya kisiasa nchini. Kwa sasa mjadala kuhusu katiba ya mwaka 2006 unaendelea kugawanya maoni kati ya viongozi wa dini, wanasiasa wa upinzani na baadhi ya viongozi wa muungano wa serikali, huku wengine wakisisitiza umuhimu wa kulinda amani, utulivu na mshikamano wa kitaifa katika kipindi hiki muhimu mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tani mbili za vifaa vya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola zimewasili katika mji wa mpakani wa Kasindi uliopo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, ikiwa ni sehemu ya msaada wa dharura uliotolewa na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ajili ya kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa huo hatari. Msaada ulipokelewa siku ya Jumamosi katika eneo la Kasindi, ambalo ni moja mpaka muhimu zaidi katika Kongo na Uganda, na inatumiwa kila siku na maelfu ya watu wanaovuka kutoka nchi moja kwenda nyingine kwa ajili ya shughuli za biashara na usafiri. Vifaa hivyo vinajumuisha tani mbili za vifaa vya kujikinga binafsi vinavyotumiwa na wahudumu wa afya wanaohusika na huduma kwa wagonjwa wa Ebola pamoja na timu za dharura zinazofanya kazi katika maeneo yanayoathiriwa na ugonjwa huo. Msaada huo uliwasilishwa na mwakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekretari ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Charles Kakule, ambaye alisema kuwa vifaa hivyo vimetolewa na sekretari ya jumuiya hiyo iliyopo Arusha nchini Tanzania. Kwa mujibu wa Charles Kakule, lengo kuu la msaada huo ni kuwalinda wahudumu wa afya ambao wako mstari wa mbele katika kupambana na ugonjwa wa Ebola na ambao kila siku hukubaliana na athari za kuambukizwa wanapohudumia wagonjwa. Alisema kuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki imeamua kutoa msaada huo haraka kutokana na hali ya tahadhari inaendelea katika maeneo ya mashariki mwa Kongo. Charles Kakule alieleza kuwa hata kama msaada huo unaonekana kuwa mdogo, una umuhimu mkubwa kwa sababu unalenga kulinda maisha ya wahudumu wa afya ambao ni sehemu muhimu ya mapambano dhidi ya Ebola. Kwa mujibu wake, alisema madaktari, wauguzi na wafanyakazi wengine wa afya ni jambo la msingi katika kudhibiti ugonjwa huo. Akizungumza wakati wa hafla ya makabidhiano, alitoa wito kwa wananchi wa nchi za Jumuiya za Afrika Mashariki kwa kuwa waangalifu na kuendelea kuheshimu hatua zote za kujikinga dhidi ya Ebola. Amesema kwa kutokana na harakati kubwa za watu kati ya nchi za Afrika Mashariki, hakuna nchi inayoweza kujiona kuwa salama ingawa ugonjwa utaendelea kuenea. Kwa mujibu wake, aina hii ya Ebola ina mipaka na inaweza kusambaa kwa urahisi katika maeneo mengi yenye migawanyiko mikubwa na watu kama ilivyo katika mpaka wa Kasindi. Charles Kakule amesisitiza kuwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki zinapaswa kufanya kazi kwa pamoja ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa huyo. Katika miezi ya karibuni, mamlaka za afya zimeongeza uangalizi katika vituo mbalimbali na vya mpakani mashariki mwa Kongo kutokana na hatari ya kuenea kwa Ebola. Katika maeneo mengi ya mpakani, wasafiri wanapimwa na elimishwa kuhusu dalili za ugonjwa pamoja na hatua za kujikinga. Kwa sababu hiyo ya upatikanaji wa vifaa vya kinga kama mavazi maalumu, glovu, mabarakoa na vifaa vingine vya kukinga ni jambo muhimu katika kudhibiti ugonjwa huo. Kwa sasa mamlaka za afya zinaendelea kufuatilia hali ya ugonjwa huku zikiongeza hatua za tahadhari katika maeneo mpakani na vituo vya afya ili kuzuia mlipuko mkubwa wa Ebola katika ukanda wa Afrika Mashariki. Mabadiliko makubwa ya kiutawala yameanza kushuhudiwa katika mkoa wa Kivu Kaskazini baada ya maeneo mawili muhimu ya wilaya ya Beni, Oicha, Kasindi, Lubiringa kubadilishwa rasmi hadi zao za kiutawala. Kuanzia Ijumaa tarehe 19 Juni, Oicha imepandishwa hadhi ya kuwa jiji, huku Kasindi, Lubiringa ikitangazwa rasmi kuwa komini ya vijijini. Hatua hiyo ni utekelezaji wa maamuzi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mfumo wa utanguzi wa madaraka na kuimarisha utawala wa karibu na wananchi. Mabadiliko yanatajwa kuwa hatua muhimu katika historia ya maeneo hayo mawili ambayo kwa miaka mingi yamekuwa yakikabiliana na changamoto ya kiusalama, maendeleo na ukosefu wa huduma za msingi. Oicha ambayo ni makao makuu ya wilaya Beni na hiko umbali wa takriban kilomita 30 kutoka mji wa Beni, sasa imekuwa rasmi jiji jipya ndani ya mkoa huo wa Kivu Kaskazini. Katika hafla ile iliyofanyika siku ya Ijumaa, Faustin Siumure alapishwa na kuanza rasmi majukumu yake kama meya wa kwanza wa jiji la Oicha, akisaidiwa na Emmanuel Kalahumba Kaindo ambaye anateuliwa kama meya msaidizi wa jiji hilo. Sherehe ya kuapisha viongozi hao ilifanyika katika ofisi za zamani ya komini ya Oicha mbele ya viongozi wa mkoa, maafisa wa utawala pamoja na wananchi wa maeneo hayo. Mratibu wa mkoa anashughulikia masuala ya utawala, utanguzi na mila ndiye aliyesimamia shughuli hiyo kwa niaba ya mamlaka za mkoa. Akizungumza baada ya kuapishwa kwake, meya mpya wa Oicha Faustin alisema kuwa swala la usalama litakuwa miongoni mwa vipaumbele vyake vikuu. Alisema kuwa Oicha inaendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali za kiusalama kwa miaka kadhaa na kwamba uongozi wake utajikita katika kurejesha utulivu na kuimarisha amani. Kwa mujibu wake, maendeleo hayawezi kupatikana bila usalama, hivyo mamlaka za jiji zitaendelea kushirikiana
na vyombo vya dola pamoja na wananchi katika kulinda usalama wa wakazi. Katika eneo la mpakani Kasindi ambalo ni moja vituo vikubwa vya biashara kati ya Kongo na Uganda, mamlaka mpya nazo zilianza rasmi kazi zao. Kasindi Lubiringa ambako sasa imekuwa komini ya vijijini imepata viongozi wake wa kwanza wa kiutawala. Gilbert Mbwambale ameteuliwa kuwa burgomestre wa kwanza wa komini hiyo, na huku Baraka Sau Mwindo akiteuliwa kuwa naibu wake. Kasindi ni moja ya maeneo muhimu sana kwa uchumi mashariki mwa Kongo kutokana na shughuli zake kubwa za biashara na usafirishaji wa bidhaa kati ya Kongo na Uganda. Kila siku mamia wafanya biashara na malori hupita katika mpaka huo, jambo linalofanya Kasindi kuwa moja ya vituo vikuu vya biashara katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Kupandishwa kwa hadhi ya Kasindi Lubirika kunatarajiwa kuongeza uwezo wa mamlaka za eneo hilo kusimamia huduma za umma, kupanga maendeleo na kuimarisha usimamizi wa shughuli za kiuchumi. Mamlaka mpya zimeweka kuandaa mipango yao na maendeleo kulingana na mahitaji ya wananchi wa maeneo hayo. Hatua inatarajia kuboresha ukusanyaji wa mapato ndani, usimamizi wa huduma za jamii pamoja na ujenzi wa miundombinu. Changamoto hizo ni hata hivyo, baadhi ya wananchi wanaamini kuwa pamoja na mabadiliko ya hadhi, changamoto kubwa bado zinahitaji kushughulikiwa. Changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa miundombinu bora, matatizo ya usalama, huduma za afya, elimu na upatikanaji wa maji na umeme. Kwa zaidi ya miaka 12 viongozi wa maeneo wanaendelea kusubiri utekelezaji wa maamuzi ya serikali kuhusu utanguzi wa madaraka. Baada ya miaka 13 ya maandalizi ya taratibu mbalimbali za kisheria na kiutawala, hatua hiyo hatimaye imetekelezwa mwaka 2026. Serikali inaamini kuwa kuimarisha mamlaka za ndani kusaidia kujibu kwa haraka mahitaji ya wananchi na kuharakisha maendeleo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kwa mkoa wa Kivu Kaskazini ambako kwa miaka mingi imekumbwa na changamoto za usalama na migogoro ya silaha, kuanzishwa kwa mamlaka mapya kunachukuliwa kama hatua muhimu katika kuimarisha utawala wa ndani. Kwa sasa macho ya wananchi yameelekezwa kwa viongozi wapya waliopewa jukumu la kuongoza maeneo hayo. Uongo watarajia kuona mabadiliko katika usalama, maendeleo na utoaji wa huduma za msingi. Klabu ya Tupuisa Mazembe ya Lubumbashi imetawazwa kuwa bingwa wa msimu wa mwaka 2025 na mwaka 2026 kwa ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Linafoot baada ya kuifunga FC Celeste ya Mbandaka bao 2-0 katika mchezo wa mwisho wa hatua ya mtoano uliofanyika siku ya jana Jumamosi tarehe 12 Juni mwaka 2026. Ushindi huo umewezesha Tepe Mazembe kurejea kwenye kiti cha enzi cha soka cha Kongo baada ya kukosa ubingwa msimu uliopita. Katika mchezo wa mwisho, wachezaji wa Mazembe walionyesha ubora wao tangu dakika za mwisho wakitafuta ushindi ambao ulihakikisha taji hilo kwenda Lubumbashi. Bao la kwanza la mchezo ulifungwa katika dakika ya 21 kupitia ajukuu ya penalti uliopigwa na mlinda mlango wa Mazembe Marke Diouf. Penalti ilitolewa baada ya beki ya FC Celeste kufanya kosa ndani ya eneo la hatari la muamuzi kuashiri mjukua wa penalti. Kipa huyo raia wa Senegal hakufanya makosa na alipeleka mpira wavuni akiandika Mazembe bao la kuongoza. Kwa kufunga penalti hiyo, Marke Diouf alifikisha mabao 5 katika msimu huu, yote akitokana na mikwaju ya penalti, jambo ambalo limekuwa la kipekee kwa mlinda mlango huo. Baada ya mzunguko, baada ya mapumziko, Tepe Mazembe iliendelea kutawala mchezo na kuongeza likizo zidi ya wapinzani hao. Bao la pili lilifungwa na Bongeli ambaye alionyesha uwezo mkubwa wa kiufundi baada ya kuchukua mpira katikati ya uwanja na kuanzisha shambulizi lililomalizika kwa shuti lililozaa bao. Bao la kishia Mazembe ushindi wa mabao 2 kabla kwa bila kuondoa matumaini ya FC Celeste kurejea katika mchezo. Kwa ushindi wa Tepe Mazembe imemaliza hatua na playoff ikiwa kileleni mwa msimamo kwa alama 13. Matokeo yamewezesha klabu hiyo kukutwa ubingwa wake wa 13 kwa Linafoot na hivyo kuendelea kuandika historia kama moja vilabu vikubwa zaidi katika soka ya Kongo. Ubingwa pia ni ishara ya kurejea kwa nguvu ya klabu hiyo baada ya kupoteza taji msimu iliyopita. Mashabiki wa Mazembe walikuwa wamefuatilia mchezo, walishangilia kwa furaha kubwa baada ya filimbi ya mwisho, huku wachezaji na mabenchi la fundi wakisherehekea mafanikio hayo. Kwa kutoa ubingwa wa taifa, Tepe Mazembe imepata tiketi ya kushiriki Liga ya Mabingwa Afrika msimu ujao.
Mashindano yanayosimamiwa na shirikisho la soka la Afrika ni miongoni mwa mashindano makubwa zaidi ya vilabu barani Afrika. Mazembe yaliwakilisha Kongo pamoja na FC Les Aigles du Congo ambayo wamemalizika katika nafasi ya pili wakiwa na alama 29. FC Les Aigles ya Kongo imekuwa moja vilabu vinavyotoa ushindani mkubwa katika msimu na kufanikiwa kumaliza karibu na mabingwa. Kwa upande wa kombe la shirikisho la Afrika, Kongo litawakilisha na AFC Maniema Union inamalizika katika nafasi ya tatu ikiwa na alama 23. Na ni kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi yalikuwa tarehe 21 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Namba kwa kusikiliza ni Kivu News FM. Kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningeomba na kusiku kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kueme vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Basi tuendelee kukusihi muendelee kuchukua tahadhari katika masuala ya usalama, afya na maisha kila siku na kushirikiana na mamlaka pamoja na jamii katika kuleta amani na maendeleo. Basi kwa taarifa zaidi endelea kufuatilia Kivu News Info kwa habari sahihi haraka na zenye hakika kutoka ndani na nje ya nchi. Mimi ni Teloje Longo na kutakia siku njema iliyo salama na ni kwa tangu tutanane katika matangazo yetu yajayo. Asanteni sana na kwaheri.